Wana Jubilee, actually mbele ya nianze, ningewauliza tafadhalini tusimame tena kwa heshima ya watoto wengi sana, karibu 30 children ambao wamefariki katika ajali ya barabara huko Tanzania. So it's a big problem. Asanteni sana kwa ndugu zetu wa Tanzania, tuwapatia pole zetu kama wa Kenya. Wenzangu, nichukue fursa hii, waheshimiwa delegates ambao wamefika siku ya leo, ya kwamba mimi nataka niwashukuru kwa kunipatia nafasi ya kuweza kugombania kiti cha rais wa Jamhuri ya Kenya kwa muda mwingine wa miaka 5 kupitia chama chetu cha kitaifa cha Jubilee. Asanteni sana. Na hii sio kitu ambacho mimi nachukua kwa urahisi. Hii ni jukumu ambao nataka niwahakikishie ya kwamba nitaichukua na nitahakikisha ya kwamba kazi ambaye tumeweza kuanzisha kama wana Jubilee itaendelea mpaka tuhakikishe ya kwamba tuko na taifa ambayo tumemaliza umaskini, ambao Wakenya wako na kazi na sio kazi ya watu waine. Tuwasema juu ya mamilioni ya our young people in this country. Mpaka tuhakikishe ya kwamba watu wetu wameweza kupata huduma ya afya na huduma zingine za serikali ambayo ni haki yao. Na safari hii kwa muda huu wa miaka 4 tumeianza. Yale ambaye tumeweza kutimiza kwa muda wa miaka 4, kuongeza vifaa vya hospitali katika mahospitali yetu, to the point that now we have at least 2 referral hospitals in every single county in the Republic of Kenya, when before we were only referring to Kenyatta National Hospital and Moi Referral, bringing services closer to the people. Today, through Huduma, wananchi wanapatiwa huduma mbali za serikali karibu na pahali ambapo wanaishi. Sio vile watu walikuwa wanatembea miji mikuu Nairobi ati ndio uweze kupata kitambulisho. Sasa unaweza uipate pahali ulipo. Wenzetu, titles ambazo tumeweza kutoa kwa muda huu mchache wa miaka 4, zaidi ya titles milioni 2 na kitu. Zaidi ya titles ambazo zilikuwa issued katika taifa letu la Kenya kutoka mzungu mkoloni awe hapa. We have done in 4 years more than 3 times what has been done since mkoloni afike hapa. Wenzetu stima, tumeongeza idadi ya watu ambao wameunganishwa katika huduma ya stima from 2 million to approximately now 5 million Kenyans at affordable rates. Reli ya kwanza baada ya miaka 100 imejengwa na Jubilee, na by June itakuwa imeanza kutembea, ndio tuanze sasa harakati ya kuielekesha kule Kisumu. Wenzetu, school fees tumescrap. So school fees as exam fees. Hakuna mtoto wetu leo ambaye anaulizwa
atoe ndururu hata moja ndio afanye mtihani wake wa standard 8 au form 4. Serikali inamlipia. Na kwa bajeti hii ya mwaka huu tumeongeza shilingi ingine bilioni 5 billion shillings ambazo tutaweka kuimprove infrastructure ya mashule yetu, kwa sababu mpango wetu, Mwenyezi Mungu akitujalia, na najua atatujalia tushinde wakati August itafika, tunataka from January of next year kusiwe mtoto hata moja ambaye atakuwa amefanya standard 8 ambaye hataweza kwenda form 1 katika taifa letu la Kenya. We want to ensure that we are going to have 100% transition, that every single child, it will be compulsory for you to go from standard 1, from ECD to form 4, na tuhakikishe ya kwamba for all day schools there will be no fees. There will be no fees for all day schools. Na ndipo tunatumia bilioni hiyo 5 kuhakikisha ya kwamba tumejenga facilities za kutosha, ndio isiwe mzazi anakuja kuambiwa tunataka harambe, tunataka hii, na tuongeze pia capitation, na ndio headmaster hiyo pesa wanaenda kila siku kuokota sijui building fund, sijui nini. Iwe ni history ya jana. We don't want to continue with that kind of attitude. It is the government's responsibility to educate her children, and we shall educate all our children. Na ndio tuhakikishe, kwa sababu tutakuwa tumetimiza zile technical schools ambazo tunajenga, ya kwamba baada ya form 4 wale wataenda university waende, na wale wengine ambao hawatakuwa na nafasi ya kwenda university waweze kwenda katika technical school, wapatiwe ujuzi wa kujisimamia kihasla style vile ndugu yangu hapa amesema. So that is the way to create prosperity. Na wenzangu, mimi sisemi ya kwamba kwa muda wa miaka hiyo yote we don't have problems. We do. Kama sasa tunajua gharama ya unga imeenda juu, na sisi tuwafanya juu chini kuona ni nini ambayo tutaweza kufanya tuhakikishe ya kwamba tumesaidia mwananchi kushukisha hiyo bei ya unga na sukari na mambo yale mengine. Na ndipo mnaona ile investment ambayo tumefanya kwa irrigation kule Galukinon, inaitwa Galana, na ile dams ambazo tunataka kujenga, kazi ambayo ingefanywa na hawa majamaa ambao wanasema serikali ya Jubilee haijafanya chochote. Kwa sababu kama hii kazi ambayo tunaitekeleza sasa wangekuwa wamefanya uko hapo awali, tukiwa na kiangazi kama ile tuko naye wakati huu, tungekuwa na chakula ya kutosha. Kwa sababu bei imeenda juu, kwa sababu hatuna chakula cha kutosha. Na badala ya hawa kusaidia ni kutuambia ya kwamba project hiyo tunafanya Galana kule Pwani haitakikani kufanywa. Tukienda kusenga madams, unasikia akisema hii dam sasa itasababisha rivers zetu kukauka. A man who doesn't know how to solve problems, but he knows how to talk about problems. Tunaelewana? Na mimi swali ningependa niwatumie hiyo swali leo. Kati yao majamaa hawa waine, na sasa wameongeza moja mwingine, with 100 years ya kuwa walikuwa ndani ya serikali, kwani hawakuwa na plan ya kusolve mambo hii ya unga? Ndio sasa wakuja waseme serikali ya Jubilee ya miaka 4 ndio imeleta shida. Wasituletee bana, wasituletee. We have been around. Lakini, like I said, we are a government that believes in providing solutions, not talking about the problems. Na ndipo tumeuliza Speaker
kwa sababu tuko na mipango mingine tunataka kuangalia. Aitishe bunge, wabunge warudi, tuone ni nini tunaweza kufanya kwa budget, ndio tuweze kupoesha shida ile wananchi wako nao wakati huu. Tushukishe hii bei ya unga, ndio watu waweze kuwa at least, wakati tunaendelea kutengeneza the long term plans. Wakati huu wa kiangazi lazima tuone ni njia gani tutaweza kusaidia wananchi wetu, na ndio wasiwe wanaubia kwa sababu ya bei ghali ya unga. So ukiona tumenyamaza, sio ya kwamba hatuelewi kuna shida. Tumenyamaza kwa sababu tumeweka bongo zetu sio kuinsight wa Kenya, bongo zetu tumeziweka kutafuta suluhu ya ile ambao wananchi wako nayo. So hiyo agenda kama ndio yenu mlikuwa naye, tupilieni mbali kwa sababu hamuna agenda ingine ya maendeleo. Kama mungekuwa naye, mungefanya kazi wakati mlikuwa ma prime minister na ma ministers na nini. Na unajua, kiongea na hawa magavana, na unajua sasa tunaelewa kwa sababu wengi wao walikuwa upande yao wametoroka, wamekuja wametuambia siri. Vile hawa wadosi walikuwa wanaenda kuwakalia. Badala, na mnajua agriculture si ni devolved function. Badala ya magavana kuwa wanaweka pesa kwa miradi mbali ya maji, ya kilimo, ya hospitali, hawa ndio wanaenda kuwasukuma lete pesa ya campaign. Ndio unaona wanatoroka wanakuja Jubilee kwa sababu wanajua sisi wana Jubilee hatuna hizo tabia mbaya. Sisi tunataka pesa zetu zitumiwe kwa njia ambayo itaboresha maisha ya wananchi. Au nyinyi mwasemaje wenzangu? Wenzetu, mimi nataka niwaambie ya kwamba bado tuko na kazi mbele yetu. Msingi tumeuweka. Tunataka turudi miaka ingine 5 ndio sasa tuanze kujenga juu ya huo msingi. Tuko na different programs za kuhakikisha ya kwamba tumepatia ajira vijana wetu. Tunataka kwenda na youth empowerment programs ya kupatia vijana wetu skills, na hata hivi karibuni hiyo ajira program mtatuona tukilaunch ya kutafutia vijana wetu digital jobs ambazo wanaweza kutumia skills zao. Mtu atakiwa nyumbani uwe, so long as you are connected, unaweza kutengeneza pesa na unaweza kufanya biashara yako hata ukiwa nyumbani. These are the things that we need. Wenzangu, mimi sitaki niwachokeshe na mengi. Yangu ni kuambia ya kwamba tumeanza barabara sawa. Yale ambayo tumetimiza kwa muda wa miaka 4 ndio tunataka sasa tuendelee naye. Na mimi sina shaka ya kwamba baada ya miaka mingine 5 tutakuwa na Kenya ambaye mtu ambaye alikuwa amezaliwa na alikuwa anajua Kenya ya the year 2013 akirudi Kenya kutoka ng'ambo atajiuliza ako Kenya au ako nchi ya Ulaya. Hiyo ndio tunataka. And I am convinced we can do it. Working in partnership. Na nimefurahia wale wote ambao wamechaguliwa hapa. Which shows that we are a democratic party. Kama mtu ambaye hata halikuwa na ndururu moja anatembea na baiskeli na leo ako na sisi hapa as an MCA candidate, that is a democratic party and that was a democratic choice. Kama tuko na mpishi hapa ambaye ameweza kung'ang'ana na vigogo wengine na amewaangusha, means Jubilee is a democratic party. Na tunataka kuendelea na hiyo spirit. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba kutoka leo mumeambiwa hapa na viongozi wa chama ya kwamba certificate zenu zitakuwa tayari next week, Tuesday, Wednesday, Thursday. Mimi nataka niwaulize kwa heshima kubwa sana. Mukishapata hizo certificates, muhame, murudi mashinani. Wana Nairobi watabaki na Nairobi. Sisi tuje tuwakute tukifanya campaign uko mashinani. Sini namna hiyo? Sini namna hiyo? Na kwa wale wote ambao walipoteza, because I want to take this opportunity, na waomba kwa heshima, kwa sababu sio kusema wewe ni mtu mbaya.
Naomba kwa heshima mkuje tuungane, tufanye kazi pamoja. Tufanye kampeni yetu pamoja. Jubilee ikishinda, nyumba za Jubilee zitakuwa nyingi. Kutakuwa pia na nafasi kwenu nyinyi kuungana pamoja na wale wameshinda. Tujenge Jubilee, tujenge serikali, tujenge Kenya pamoja. There will be space for you. We can also not ignore your contribution. But the only thing I ask is please support those who have won, so that the Jubilee team and agenda can be the winning team, and we can form government and thereby work together with you in administration. Nafasi ni nyingi. Hakuna mtu hata moja atawachwa nyuma. Chama chetu sio ya kuwacha watu nyuma. We carry everybody with us and we recognize every single person's efforts. Kwa hivyo, nifunge kwa kusema, Jubilee, thank you very much for giving me this opportunity. And as I have said in my pledge, I will work day and night together with you to transform this country for the betterment of 40 million Kenyans. And I am positive, I am convinced that we will, in another few years' time, be talking about Vision 2020, not Vision 2030, because of the work effort that we shall have put in. Tumekubaliana wenzangu? Tutafanya kazi. Tutafanya kazi. La mwisho, mumenipatia tikiti. Naomba pia muwe campaigners wangu mukirudi mashinani. Muwe campaigners wangu, muwe campaigners wa Jubilee. Sini hivyo? Kwa hayo machache na mengi nasema Mungu awabariki, Mungu awalinde, na Jubilee inshallah, Jubilee August 8th shall form the next government of the Republic of Kenya. Asanteni sana. Pamoja.